Mtazamaji, naitwa Ivona Kamuntu, nitakayekuletea habari za kitaifa, habari za biashara na uchumi, habari kwa kina, alkadhalika habari za kimataifa. Tuanze taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa, na moja kwa moja tunaanzia huko Dar es Salaam. Jukwaa la Katiba Tanzania limewanyoshia vidole baadhi ya viongozi na wale wa tume ya kuratibu mchakato wa katiba mpya kuwa wanaweza kuwa vikwazo katika kufanikisha zoezi hilo kitaifa. Kauli hii inafuatia matamshi ya tume ya kuratibu mchakato wa katiba mpya kutotaka kuingiliwa kwenye majukumu yake. Mwenyekiti wa jukwaa hilo, Deus Kibamba, amesema hakuna mwafaka unaoweza kujengwa bila msukumo wa wananchi, hivyo ipo haja ya Watanzania kuachiwa kutumia uhuru wao bila kuwekewa vikwazo. Mwandishi wetu Immaculate Kilulia anaripoti kutoka Dar es Salaam. Sana sasa hapa na kufadhaishwa na kauli ya mwenyekiti wa tume ya katiba, Mheshimiwa Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba, ambaye alinukuliwa akisema kuwa tume yake haitataka kuona mashinikizo katika ufanyaji wake wa kazi. Katika hali ya kawaida hili unaweza kuona ni jambo zuri, mtu hataki mashinikizo. Kauli hii ya Mheshimiwa Warioba, ingawa inaweza kuwa ilitolewa kwa dhamira nzuri, imetafsiriwa tayari, imekwisha tafsiriwa na wananchi walio wengi kuwa tume itapenda iachwe iandike katiba ya Watanzania bila kusukumwa na mtu yeyote. Katika hatua nyingine, jukwaa hilo limetoa tamko dhidi ya vitisho, vikwazo na vitendo vya viongozi wa kitaifa vinavyotia wananchi hofu katika mchakato wa katiba mpya kupitia hotuba zao, hali inayopunguza morali ya wananchi kushiriki kamilifu kwenye mchakato huo. Kwa maneno yake mwenyewe, Mheshimiwa Rais anasema huu sio mchakato wa kuhusu kuwepo au kutokuwepo kwa Jamhuri ya Muungano. Anasema huu sio mchakato wa kuhusu kuwepo au kutokuwepo kwa Jamhuri ya Muungano. Hii ni katiba ya nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sio referendum of the union, ana maana hatupigi kura ya maoni juu ya kuwa au kutokuwa na muungano. Huu ni mchakato kuhusu namna bora ya kuendesha shughuli za muungano wetu. Kama una mawazo toa, sema jamani, mimi nadhani hivi tunavyokwenda sawa, hivi tunavyokwenda si sawa. Tukifanya hivi au vile, kwenye hili au lile, muungano wetu tutauimarisha na utakuwa mzuri zaidi. Pia ametaja viongozi wengine wanaohusishwa na kauli hizo kuwa ni aliyekuwa waziri wa katiba na sheria Selina Kombani, rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, makamu wa pili wa rais Zanzibar Barozi Saif Ali na waziri wake Mohamed Aboud, ambao wanadaiwa kupinga miadhara. Jukwaa hilo limetoa tamko hilo kwa kushirikiana na Baraza la Katiba Zanzibar. Profesa Abdul Sharif ni mwenyekiti wa baraza hilo Zanzibar, anazungumziaje swala hilo? Juzi hapa nilipoanza kusikia kwamba mkutano wa kwanza kule Pemba umeziwiliwa watu na pale nikamkumbuka nani waziri Mohamed Aboud, matamshi yake alitoa pale ya kwanza kuzuia kufanya mkutano. Nikaandika barua moja na nilianzia hivyo kwamba wengine labda mtakumbuka nyimbo za zamani ya kizungu inasema, is it the beginning or is it the end of constitutional process yetu wanataka ya kidemokrasia? Kwa sababu tunaanza ndo kwanza hapa na tunaanza na vitisho. Nao baadhi ya wadau wa jukwaa hilo wametoa maoni yao kuhusiana na swala zima la mchakato wa uundaji wa katiba mpya. Unaponisisitiza kwamba nisikuingilie, maana yake umeniwekea mipaka. Na kama umeniwekea mipaka, maana yake hutosikiliza mawazo yangu. Na usiposikiliza mawazo yangu, maana yake utaweka mawazo yako kwa wewe na sio yetu. Sisi kuingiliwa, hata mimi ningependa tume isiingiliwe. Tume iwe huru, ifanye kazi ili kusanye maoni kutoka makundi yote bila upendeleo na iyafanyie kazi yale maoni kwa uzito wake. Pale tume inapoanza kuonyesha kwamba yenyewe haiko tayari kushirikiana na makundi mengine, inaonyesha udhaifu ambao unaifanya tume yenyewe kutokuwa na imani kwa walioiweka madarakani. Aidha, jukwaa hilo pia limelitaka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanyia marekebisho au kufuta vipengele vya sheria ya mabadiliko ya katiba cha 18, 20 na 21 ambavyo vinanyima uhuru wananchi kutokana na kuatishia kutoshiriki kutoa maoni
elimu au mawazo kwa kuogopa kifungo jela au kutozwa faini ya fedha. Ni tamko la Jukwaa la Katiba kwa kushirikiana na Baraza la Katiba la Zanzibar kuhusiana na mchakato mzima wa uundwaji wa katiba mpya. Kutoka Dar es Salaam, Immaculate Kilulia wa Star TV.